Kwa nini tuandae akili ya kizazi kinachofuata? Kwa nini tuandae akili za watoto wetu? Kwa nini tuandae akili za vijana wetu? Watoto wetu, ulimwengu ambao wataenda kuishi ni ulimwengu ambao utakuwa na mabadiliko makubwa sana, na moja ya mabadiliko ambayo yatatokea miaka 10, miaka 20, miaka 30 ijayo, tunasema yapo mabadiliko ya kiteknolojia, yapo mabadiliko kuhusiana na idadi ya watu, na yapo mabadiliko yanayohusiana na hali ya hewa au hali ya nchi. Mabadiliko haya yatakuja kuleta changamoto kubwa sana, changamoto kubwa, na hizi changamoto zinahitaji akili ambazo zimewekewa misingi imara, misingi ambayo itaweza kukabiliana au kupambana na changamoto ambazo zinakuja huko baadaye. Moja ya changamoto ambazo zitaletwa na teknolojia ni pamoja na maendeleo ya sayansi na teknolojia. Miaka ya hivi karibuni kuna teknolojia mpya ambazo zinaibuka na kushika kasi kubwa sana, na moja ya teknolojia hii ni teknolojia ya akili bandia. Akili bandia imetengenezwa na mwanadamu ili kuja kuchukua nafasi ya akili ya mwanadamu. Akili ya mwanadamu ilitengenezwa kwa kusudi la kuweza kuumba, kusudi la kuweza kutawala, na kusudi la kuweza kusimamia. Kwa hiyo watu waliotengeneza akili bandia ina uwezo saizi wa kufanya vitu hivi. Akili bandia ina uwezo wa kuumba mawazo mapya. Akili bandia ina uwezo wa kuumba mipango mipya. Akili bandia ina uwezo wa kuumba idea nyingi mpya ambazo mwanadamu hawezi kuumba, hapo mwanadamu wa kawaida hawezi kuziomba. Pia akili bandia zina uwezo wa kutawala, zimepewa uwezo wa kutawala. Akili bandia zinatawala magari sasa. Akili bandia zinatawala mifumo inayoendesha na kudhibiti maisha ya mwanadamu. Pia akili bandia zina uwezo wa kuweza kusimamia. Kwa hiyo kadri miaka inavyozidi kwenda, teknolojia hii ya akili bandia itakuja kuwa kwa kasi kubwa sana. Wanasayansi wanakadiria mwaka 2040 mpaka mwaka 2050 akili bandia itakuwa na uwezo ambao utaizidi akili ya mwanadamu wa kawaida. Hii ina maana gani? Teknolojia ya akili bandia inatengenezwa kwa ajili ya kuja kuchukua nafasi ya akili ya mwanadamu. Kwa hiyo hii ni changamoto ambayo watoto wetu watakutana nayo, vijana wetu watakutana nayo. Hii hapa itapelekea kuwe na ushindani mkubwa sana katika soko la ajira. Kumbuka tunaenda kuajiliwa, na tunapoenda kuajiliwa huwa tunapeleka bidhaa yetu kwenye hayo masoko ya ajira, na bidhaa ambayo tunapeleka kwenye hayo masoko ya ajira manake ni akili zetu. Kwa hiyo kama akili bandia zitakuwa na uwezo mkubwa kuliko akili zetu, manake akili bandia zitakuwa na nafasi kubwa sana katika soko la ajira. Kama ni mfuatiliaji, nafikiri utakuwa umefuatilia namna ambavyo teknolojia ya akili bandia itakapokuja kuchukua kazi nyingi sana za wanadamu ambazo zinafanywa saizi na akili ya mwanadamu. Kwa changamoto ambayo mtoto wako atakutana nayo ni changamoto ya akili bandia, akili ambayo itakuja kuwa na uwezo mkubwa kuliko hata akili ya mwanadamu wa kawaida. Changamoto nyingine ambayo watoto wetu au vijana wetu watakutana nayo au watakumbana nayo ni changamoto ya ongezeko la watu. Tanzania mwaka 2050 tunategemea idadi ya watu Tanzania itakuwa ni kubwa. Ukisoma maono ya Tanzania ya mwaka 2050, pia ukisoma namna ulimwengu unavyo itazamia Tanzania mwaka 2050, wanakadiria Tanzania itakuwa na zaidi ya watu kuanzia milioni 130 mpaka milioni 150. Kumbuka hawa ni watu watakuja kuongeza idadi ya watu wengi katika soko la ajira, manake